au sio mwanachama, kuna barua inatembea mitandaoni inatoka tawi la Olosiva ambalo lipo kata ya Oloirieni, jimbo la Arumeru Magharibi, ambapo walitangaza kwenye mujibu wa taarifa hiyo kufuta wanachama wa Chadema. Umeipata na huku ili tawi ni la kwako kweli, na kuna nini mpaka sasa kinaendelea? Sijapata barua kwa sababu ili mtu apate barua kuna njia nyingi za kuweza kumfikia mtu, njia ya aidha kwa simu yake ya kiganjani, barua pepe yake, sanduku la barua au ana kwa ana. Kwa hiyo sijapata, na nimefanya jitihada za kuwasiliana na katibu ambaye jina alikuandikwa hapo, lakini mamlaka ambayo inasemekana imeandika hiyo barua. Ni tawi ni la kwako kweli? Ni ndio ile ambalo mimi nakaa tawi la Olosiva kichama na kitongoji cha Olosiva. Yeah. Sasa nimewasiliana na Bi Irene ambaye ndio katibu wa tawi. Kama anafahamu jambo hilo, anasema yeye hajui. Anachojua ni kwamba yeye aliletewa tu taarifa na Bwana Onesmo ambaye ni katibu wa kata wa chama kwamba Odero tumemfukuza wanachama. Na nimewasiliana na huyo Bwana Onesmo, na yeye anasema yeye aliletewa tu jambo hilo na katibu wake na mwenyekiti wa jimbo. Kwa hiyo ndo hivyo. Sasa nimeandika barua rasmi kuwaomba wanipe ukweli na usahihi wa hiyo barua inayosambaa mtandaoni. Na kopi nimetoa kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya jimbo, ngazi ya mkoa, ngazi ya kanda na kwa katibu mkuu. Na vile vile kopi hiyo nimetoa kwa mkurugenzi wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, kwa sababu taarifa hizo majina na namba ya kadi yangu ya wanachama, hizo ni taarifa binafsi. Kwa hiyo zinaposambaa mitandaoni lazima nitoe taarifa kwa mamlaka ili kuweza kufuatilia na kujua ni nani huyu ambaye anasambaza taarifa zangu ambazo ni taarifa binafsi. Uhusiano wako wewe na chama chako upoje sasa kawaida kabisa? Mimi ni mwanachama wa Chadema. Ni mwanachama na mahusiano ni mazuri. Nikiwa na maana ya kwamba unashiriki vikao, unashiriki mijadala ya kichama, kuchangia mawazo yako kwenye platform ambazo chama kinafanya. Ipo siku hizi dunia ibadilika, magroup mbalimbali mitandaoni, wapi upo umechangamana na wenzako na mnaendelea na siasa? Kwa sababu magrupu yapo. Yapo magrupu rasmi ya viongozi wa chama, lakini mimi sio kiongozi wa chama kwa sasa. Unadhani hakuna kitu kinachotokea bahati mbaya, hata kama ni mtu kaamua tu kuandika barua na kusambaza, lazima ukifuatilia kuna kitu alikuwa anataka. Unadhani nini kinafanya kuanza kutembea barua kama hizi tunamfukuza Odero? Ni imani inapungua ya wanachama wa Chadema kwako, au nini kinasababisha kwa hisia zako? Sipendi kuwa mpiga ramli. Kwa sababu huwezi kujua kwamba nia ya huyo mtu ni nini. Ndio maana kwa kutumia channel rasmi nimeandika barua hiyo kwamba kutaka ukweli na usahihi, na nimewaambia katika hoja ambazo nimewaambia wanieleze kama barua hiyo imetoka kwao ina nia gani na ina madhumuni gani. Kwa sababu kwa utaratibu wetu wa kikatiba, huwezi kuinuka tu, hata kama wewe ni katibu mkuu, wewe mwenyekiti wa chama taifa au nani, huwezi kuinuka tu na kumwandikia mtu barua kwamba nimekufuta wanachama. Tuna utaratibu mzuri wa kushughulikia malalamiko, nidhamu na maadili ya viongozi na maadili ya wanachama. Utaratibu uko vizuri sana. Kama unamtuhumu mtu utapeleka kwenye kikao husika kikiangalia kwamba hizi tuhuma ziko sahihi, zinahitaji mhusika azijibu, watamwandikia mhusika barua, watamtumia, wakiainisha hizo tuhuma zake, na yeye mhusika atapewa ndani ya siku 14 atatakiwa ajibu hizo tuhuma. Na baada ya kuzijibu, basi mhusika atatakiwa kufika mbele ya kamati au mbele ya kikao ambacho kinahusika, kumsikiliza na kufanya utetezi wake. Basi baada ya hapo ndo kikao kitaamua. Kwa hiyo maamuzi yanaweza yakawa kwamba kufutwa wanachama, maamuzi yanaweza yakawa kuvuliwa uongozi kama ni kiongozi, maamuzi yanaweza yakawa ni kusimamishwa kwa muda au kupewa onyo. Jana nilikuwa tukizungumza kwenye magazeti wakati tunaiona taarifa yako na juzi ya kufukuzwa ambao wewe mwenyewe unasema hujaipata. Nikana jaribu kuwachagiza wenzangu kwamba ukipita kwenye majukwaa ya kimtandao, kwenye baadhi ya mambo ambayo kunazungumza, ukisoma comments za watu, ni kama wanachama wanaona unazungumza mambo ambayo
Chadema wenzako hawayazungumzi. Unatoa hoja ambazo wakati mwingine wanaamini haupo nao tena kwenye kufikiri. Huko niseme tu ni uzembe, uvivu wa kufikiri. Unajua ukishakuwa mzembe, ukishakuwa mvivu wa kufikiri, utaingia kwenye dhambi nyingi na makosa mengi ya kutuhumu na kusababisha, yani utaingia kwenye dhambi nyingi sana. Kwa sababu tu ya uzembe wako wa kufikiri, uvivu wako wa kufikiri. Kwa sababu ukishakuwa mvivu tu wa kufikiri, unasubiri watu wengine wafikiri kwa niaba yako. Sasa inategemea huyu anayefikiri kwa niaba yako ana malengo gani. Akiamua kukupotosha, basi na wewe utakuwa hivyo hivyo, utapotoka na utaendelea kupotoka. Kwa hiyo utaona kwamba mtu ambaye anahangaika kutafuta hoja na kutafuta suluhu, wewe kwako utamuona ni adui, utamuona kwamba anapotosha kwa sababu tu uzembe wako wa kufikiri. Kwa hiyo uzembe na uvivu wa kufikiri, uzembe na uvivu wa kutafuta maarifa na taarifa sahihi na chanya kila mara, uzembe na uvivu wa kutotafuta na suluhu ya matatizo na mikwamo mbalimbali na migogoro mbalimbali na namna ya kuitatua. Ukisha kuwa mzembe na mvivu, wivu utakuingia na ujinga utakutawala. Na mwisho wewe utaona kwamba yeyote anayezungumza, anayetafuta suluhu, basi huyo ni msaliti kwako, huyo anapotoka. Ulikuwa mgombea mwenyekiti wa chama, manake kura zingetosha ungekuwa mwenyekiti wa chama. Chadema uliokuwa unaiona kwenye mipango yako, unaiona sasa? Chadema ni chama, ni taasisi. Kwa hiyo hata kama mimi nilikuwa na maono fulani ambayo nilikuwa nayo na sikupata nafasi ya kukua, haiwezi kufanya kwamba taasisi isisonge mbele. Maadamu nipo ndani ya taasisi hiyo, nina mawazo yale niliyokuwa nayo, bado nina uwezo wa yakafanywa kazi na watu waliomo, kwa sababu chama chetu ni chama cha demokrasia na falsafa yake ni the people's power. Kwa hiyo people's power maana yake mamlaka na madaraka yanatoka kwa wanachama huko. Kwa hiyo wanachama ndio msingi. Hao unaowaona akina Lissu, akina Heche, akina nani, hao wote ni watendaji, yani ni watumwa wetu sisi. Mara hapo kwenye la Chadema, nini ambacho unatamani ukione ndani ya chama kwa sasa kama mwanachama? Jambo la kwanza ni utulivu wa fikra. Lazima kabisa viongozi, wanachama wawe na utulivu wa fikra, na maamuzi yote yanayofanyika yawe yana utulivu, yawe ni maamuzi ambayo yamefanywa tafiti, yawe ni maamuzi ambayo msingi wake ni siasa. Kwa sababu sisi ni chama cha kisiasa, na lazima chama kiepuke kabisa na kijitenge na watu ambao wanaweza wakawa kwamba mnawaona kwamba ni marafiki zenu, lakini kwa namna nyingine wala sio marafiki zenu. Lazima chama kiweze kujitenga kwa nguvu kubwa sana na watu ambao sasa hivi the so called wanaharakati, ambao ukiwaangalia wengi wanataka watumie mlango wa nyuma kujinufaisha na chama chetu, kwa sababu chama kinapendwa. Kwa hiyo wao nao wanaweza ili waweze kufanikisha ajenda zao, wanataka wapitie mlango huo ili waweze, na wakisha ingia ni kama tembo akiingia kwenye nyumba yako hivi, kumtoa ataondoka na nyumba yako. Kwa hiyo ni hatari sana. Hilo ni lazima chama kiweze kufanya jambo hilo, kwa sababu tunao watu ambao sasa wao, unajua wanaharakati kwa mfano, hasa wanao toka nje ya nchi, ambao wako nje ya nchi, ambao wao hawana malengo. Wanaharakati hawana malengo ya kutoa dola. Sisi ni chama cha siasa, malengo yetu ni kutoa dola. Mawazo yetu na fikra zetu lazima zilenge kutoa dola, na tunatoa dola na madaraka, na tutawahudumia wale ambao ni leo washindani wetu walioko madarakani. Kwa lazima chama cha siasa, sisi lazima Chadema tujitofautishe kwa nguvu kubwa sana na hao. Tulikuwa na Amani Golugwa, naibu katibu mkuu, alikaa hapo. Nilimuuliza swali hilo la wanaharakati. Anaweka wazi kwamba Chadema ni chama cha kila mtu ambaye anapigania haki. Huwezi kuweka mistari kwamba unawatenga watu. Nachokizungumza ni kama kutenga baadhi ya watu ambao sio swala la kutenga. Lazima ujitenge na watu ambao ajenda zao na za kwako ni tofauti. Kwa mfano,
Kama mnalingana kwenye ajenda, kwa mfano ajenda yenu ni kutetea swala la mazingira, swala la haki za binadamu, swala la mifugo au nini, well and good. Lakini kama linapofika kwamba sasa hao wanaharakati wanataka kupata mashinikizo na wanataka kufanya yani kutumia influence zao na kuinfluence decision, maamuzi ndani ya chama, inafika mahali watu wako kwenye club house, watu wako kwa mfano kwenye space mbalimbali, wanafika mahali wanasema Azimio namba 1, Chadema haiwezi kufanya maridhiano na serikali. Hasa unajiuliza, who are you? Yani wewe ni nani? Wewe ni mwanaharakati, unafanya shughuli zako za kiharakati, endelea na shughuli zako. Kuinfluence decision na kuingilia maamuzi ya chama, kwamba chama hiki kiingie maridhiano, kifanye maridhiano, kifanye mazungumzo na kufanya mijadala na serikali na vyama vingine, alafu unasema no, haiwezekani. Huo sio wanaharakati tena, lazima tuweke mpaka. Kwa sababu vile vile tunao wanaharakati ambao asubuhi mpaka jioni wao ni kutukana. Sasa mwanaharakati wa namna hii anayetukana, alafu na wewe unapoandamana naye, manake nini? Manake nionyeshe rafiki yako, nijue tabia yako. Kwa kama wewe kwa mfano chama cha siasa huwezi kuambatana na watu ambao asubuhi mpaka jioni wao ni matukano, hawana jema hata moja, hawana fikra za kuweza kushauri na kutoa mapendekezo na kuwa na jicho chanya kwamba twende hivi. Yes, matatizo yametokea, lakini tunaendaje? Sasa ukiwa na wanaharakati ambao wao amani kwao, utulivu kwao wa nchi ni sufuri, sio kipaumbele chao, alafu wewe ni chama cha siasa unataka uwaweke kwenye kwapa au muandamane nao, maanake kwamba watakumaliza wewe, utaangamia wewe. Kwa kauli hiyo nakiri kwamba hayo unayoamini wewe anaweza kando sababu ya kutaka kufukuza? Hapana, mimi nimesema sitaki hayo uliyozungumza. Hapana, sitaki kupiga sitaki kupiga ramli. Nimesema sitaki kupiga ramli kwa sababu barua iliyoandikwa inayosambaa huko mtandaoni haikusema sababu yoyote. Kwa sina sababu yoyote ya kuweza kusema kwamba haya ndio yanaweza kusababisha labda kuandikwa kwa hiyo barua. Yeah. Nilizungumza hapa mwanzo kwamba ukisoma comments za wanachama wa Chadema wanaamini kwamba kuna mambo unazungumza ambayo wao labda sasa hivi hawataki kuyazungumza au hawapo upande huo. Hivi karibuni umekuwa ukitoa maoni sana kuhusiana na tume iliyochunguza na kuja na ripoti juzi kuhusiana na vurugu za Oktoba 29 mwaka jana. Nini mtazamo wako kwenye ripoti, lakini unadhani Chadema ni wapi inatakiwa irudi nyuma kwanza kufikiria? Kwa sababu Chadema chama chako kipo wazi kwamba hakikubali kuanzia tume mpaka ripoti, lakini wewe umeonekana ni mwanachama wa Chadema, lakini kuna namna unazungumza tofauti na chama chako. Kwanza mimi nimesema nilikuwa sizungumzi swala la tume. Mimi nimekuwa nikizungumza juu ya umuhimu wa taifa kuja pamoja, kuzungumza, kufanya maridhiano, kufanya uwajibikaji ili tusonge mbele, kwa sababu ya hasa yaliyotokea Oktoba 29 ambayo tumeelezwa na tume kwamba sababu zilizosababisha ni mambo ya watu kutoamini masuala ya tume ya uchaguzi, katiba, malalamiko ya watu kuhusu katiba mpya, malalamiko kuhusu tume ya uchaguzi, malalamiko ukosefu wa ajira, malalamiko ya watu kuhusu utekaji na kupotea kwa watu, maadili ya viongozi, rushwa na ufisadi na mambo kama hayo yamekuwa malalamiko, na hayo ndio yamekuwa malalamiko yetu na msingi wake, yani malalamiko yetu kwa muda mrefu. Sasa hayo malalamiko tume imekuja ikasema, manake kwamba kwa lugha rahisi, tume imekubaliana na Chadema, tume imekubaliana na wananchi wengine wa vyama vingine na wasio na vyama, imekubaliana na wanaharakati na asasi za kiraia kwamba malalamiko yenu mliokuwa mnasema ndio tumebaini kwamba yamesababisha haya. Sasa kama ndivyo, nitaonekana ni mwenda wazimu kwamba jana uliniambia mimi, jana nilikuwa ninalalamika kwamba nina njaa. Leo imeundwa tume kuchunguza hayo malalamiko yangu, na tume imekuja ikahakikisha kwamba malalamiko ya Odero ya kuwa na njaa ni sahihi. Sasa nitaonekana mweu tena na mwenda wazimu kukana hayo niliyokuwa ninayalalamikia. Yeah.
Tunaendaje kwenye maridhiano? Ukitazama tangu mwaka jana kwenye uchaguzi mpaka sasa, unashauri watu waanzie wapi? Ndio umekuwa mjadala mkubwa. Yes, kwanza lazima tuanze na tafakari kwa kila taasisi, hasa baada ya tume hii kutoa taarifa yake. Kwa hiyo ni tafakari kwa kila taasisi. Kwa hiyo taasisi kama ya kwetu chama lazima kuanze kuwa na tafakari juu ya namna gani tunaenda. Lakini kama chama, kumbuka kwamba ukiacha maridhiano ya kitaifa, tunahitaji mazungumzo ya haraka sana na serikali kuhusu mwenyekiti wetu Tundu Lissu, kwa sababu tuna mgogoro binafsi hapa na serikali ambayo inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, kwamba serikali hii inamshikilia mwenyekiti wetu Tundu Lissu. Kwa hiyo huo ni mzozo baina yetu na serikali, ambao mzozo huu unatatuliwa kwa vile tunaweza tukatatua mgogoro huo kwa kuzungumza, na sio mara ya kwanza. Tuliwahi kuwa na mzozo na mgogoro na serikali wakati moja chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, wakati moja ambapo mwenyekiti wetu Tundu Lissu na mwenyekiti wetu Freeman Mbowe aliyekuwa mwenyekiti wakati huo alikuwa anakabiliwa na kesi ya ugaidi. Wakati huo makamu mwenyekiti ambaye sasa ndiye mwenyekiti wetu wa chama taifa alikutana na Rais Samia Suluhu Hassan Ubelgiji. Katika kuzungumza kwao, walizungumza na Tundu Lissu alimueleza rais umuhimu wa kufuta kesi inayomkabili Mbowe wakati huo mwenyekiti, na wafuasi wetu zaidi ya 400 ambao walikuwa na kesi mbalimbali. Kwa hiyo hayo mazungumzo yalifungua mlango uliofunguka. Lissu alirudi nyumbani, kesi zake zilifutwa. Mwenyekiti wetu Mbowe kesi yake ilifutwa, na wale wafuasi wetu kesi zao zilifutwa, na tukaanza mazungumzo ya maridhiano baina ya CCM, serikali na Chadema. Kwa hiyo tuliona mlango ukifunguka. Kwa hiyo mimi naamini katika mgogoro wote wa kisiasa, wanasiasa wakikutana watazungumza, wataelewana, na huo ndio wito wangu na ndio huo ushauri wangu. Hata kabla uchaguzi nilimshauri makamu wetu John H, makamu ambaye yeye anawakilisha upande wa bara, nilimueleza kwamba katika mambo haya kuzungumza ni jambo muhimu, na wanasiasa kuzungumza sio unyonge. Wanasiasa, yani chama chetu kuzungumza na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan wala sio unyonge, ni ushujaa wa kutatua matatizo yako. Kwa nini ni ushujaa? Kwa sababu sisi Chadema kama tunasema tunaamini kwamba wananchi wanatupenda na sisi ni chama serikali mbadala. Kama serikali mbadala, lazima tujiandae kisaikolojia kutatua matatizo ya watu, na matatizo ni pamoja kwamba sisi tutakapokuwa madarakani na endapo matatizo yakajitokeza, tutaengage wenzetu kwa mazungumzo au tutakomaa kwamba hakuna haja ya mazungumzo? Kwa sababu tabia unayoonyesha sasa kabla ujawa madarakani, maana yake ukiwa madarakani hiyo tabia unaweza ukaitekeleza. Sawa, sisi tupo na Odero Charles Odero, wanachama mpaka sasa anaamini ni wanachama wa Chadema kwa sababu hajapokea barua ambayo tumeiona sisi mitandaoni ya kufukuzwa kwake. Tumesalia na dakika kama 6 hivi kuhitimisha mazungumzo haya, na tunaendelea kuzungumza, na umesikia akiwa anazungumza ya ndani ya chama lakini pia hata ya kitaifa, akisisitiza kuhusu maridhiano, kuhusu umuhimu wa kuzungumza hili la mwenyekiti wenu, kwa sababu ni issue ambayo iko mahakamani. Pia tunatamani liendelee kushughulikiwa kisheria, tusubiri tuone mwelekeo wake. Lakini ikiwa Chadema ama chama chako kitaamua kama ambavyo wanachama wengine wamewahi kutokea, tetesi za wanachama kufukuza wanachama zimekuwa zikianza kama za kwako. Kina John Mrema ilianza kwenye matawi, baadaye ikawa ni official kwamba chama kimeachana nao. Ikitokea kwako, chama gani ambacho unafikiri kina mawazo kama ya kwako? No, mimi bado mwanachama wa Chadema, kwa hiyo hayo kufikiri vyama vingine hapana. Mimi ni mwanachama wa Chadema, niko hapa, na haya yote yanayotokea kuniimarisha kuwa kiongozi. Mimi bado nina ndoto ya kuwa mwenyekiti wa Chadema taifa. Una ndoto ya kuwa mwenyekiti? Ndio. Na hapo mbeleni nina ndoto ya kuwa rais wa hii nchi siku moja. Kwa hiyo haya yote yanayotokea
ni sehemu ya kuniimarisha na kuweza kujua. Unajua dhahabu hupitishwa kwenye moto ili iwe safi ing'ae. Yeah. Mara mwisho wakati nakuona ulikuwa upo karibu sana na makamu mwenyekiti John Heche. Yeah. Mara mwisho kuzungumza naye ni lini kwa kipindi hiki cha hivi karibuni? Hata juzi tulikutana kwenye chakula, tulikutana naye nilienda kupata chakula na tukakutana naye. Yeah. Unazungumza nini na yeye? Kuna namna mazungumzo ya kisiasa, mazungumzo ya kawaida, kwa sababu Heche ni rafiki yangu nje ya tumekutana kwenye siasa, ni rafiki yangu, tumekaa naye muda. Yeah. Sawa, na wewe tuandikie maswali yako bana, tuhitimishe mazungumzo yetu haya. Muda wetu sio rafiki sana, kupitia 0683. Odero, kwa nini leo hayupo kwenye mkutano wa kamati kuu? Wewe sio mjumbe wa kamati kuu. Sio mjumbe wa kamati kuu, kwa hiyo ameuliza swali hili. Anaitwa Aidano Julius, nipo Kibanda, Maramba, Tanga. Sio mjumbe wa kamati kuu. Odero, asante kwa swali lako. John Joseph kutoka Moshi sema natamani tumuulize maswali, utuwekee simu tupige. Uliza swali kupitia ujumbe hapa, mimi nitakuwasilishia. Anaitwa Robert Ndauka kutoka Mburahati, anasema haya, asante kwa ujumbe wako pia. Swali ambalo kaliuliza huyu John Kadiro, ninaomba nilikuuliza, upo tayari kwenda chama kingine cha siasa? Ushasema una ndoto hizo. Una ndoto hizo, sawa. Wanaosema Odero anatumika kukiparaganisha chama, unawaambia nini? Nilisema mwanzo, Odero analipwa. Nilisema tangu mwanzo, ukisha kuwa mvivu wa kufikiri, ukisha kuwa mzembe wa kufikiri, utaanza kuona wivu na utaanza kuwa na chembechembe za kiuchawi wa wivu, kwa sababu tu na mwenzako, kwa sababu anafikiri na anatumia akili kufikiri. Kumbuka Odero aligombea uwenyekiti wa Chadema Taifa. Manake sio mtu wa kawaida, lazima awe na fikra. Na ninapoona matatizo, kwa mfano chama tunapita katika matatizo na taifa linapita katika matatizo, Odero lazima awe sehemu ya suluhu ya matatizo yanayoisibu chama na yanayoisibu taifa. Sasa kama mtu anaweza akafikiri kwamba fikra za Odero za kutafuta majawabu yanayosibu taifa ni sehemu ya usaliti, basi nimesema huyo ni mzembe wa kufikiri na ni mvivu wa kufikiri. Nini kikitokea Chadema ambacho kitakufanya ufikiri sasa kusema jamani, kwa hapa naomba nikae pembeni? Nini kinaweza kutokea Chadema? Chama kikiondoka kwenye misingi yake, chama kikiondoka kwenye misingi yake, kwa sababu kwa mfano sisi msingi wetu mkubwa ni nguvu ya umma. Kwa maana yake kwamba chama kikijitenga na umma, kwa vyovyote vile chama kitakuwa kimeacha msingi wake. Tumalize na hili la mwisho, na mtu aliuliza lakini naona kaliuliza tofauti, lakini naweza nikaliweka sawa tu. Mshindani mwenzako ambaye wote mlishindwa kwenye uchaguzi wa Januari mwaka jana wa Chadema, Freeman Aikaeli Mbowe, mwenyekiti mstaafu, ni kama haonekani sana kwenye siasa, na hii ni kufuatia tu yeye mwenyewe katangaza kwamba amepumzika siasa, na hata kwenye msiba wa Mtei aliweka clear kabisa kwamba amestaafu siasa. Kimuona basi ni katika maeneo ya kushauri na nini. Unadhani chama kinahitaji akili yake kwa ukubwa vile, ama aendelee kubakia kama ilivyo kwa sasa? Chama bado kinamhitaji Mbowe. Chama bado kinamhitaji kila mmoja wetu, kwa sababu hiki chama ni cha watu, kinajengwa na watu. Na ndio maana baada ya kutoka kwenye uchaguzi wetu mkuu wa chama, Freeman Mbowe alishauri kwamba iundwe kamati kwa ajili ya kushughulikia maumivu na migogoro iliyokuwepo, na chama chini ya uongozi wa Lissu kimeunda kamati ya maridhiano ndani ya chama. Kwa hiyo uone kwamba Odero anapozungumza swala la maridhiano sio swala ambalo ni kwamba haliwezekaniki. Yani busara ya chama chetu tu chenyewe kinaamini kwamba migogoro haitatuliwi kwa ngumi au kwa maandamano. Migogoro inatatuliwa kwa watu kukaa mezani, na ndio maana chama kimeunda kamati ya kushughulikia migogoro na maridhiano ndani ya chama, ili kuzungumza na watu mbalimbali, kuponya maumivu na majeraha yaliyotokana na uchaguzi wetu. Kwa hiyo utaona hiyo ni busara. Kwa hiyo bado tunamhitaji Mbowe, tunamhitaji mtu yeyote ambaye aidha aliona kwamba amepumzika siasa na bado anahitajika. Mbowe bado anahitajika katika umri wake, kwa busara zake na mchango wake. Na wewe unaiona kama sisi kwamba tunaona kama amejiweka pembeni sana
No, alisema kwamba apumzike kidogo, atarejea na bado yupo. Na mimi kwa taarifa ambazo ninazo, hata viongozi wetu amekutana na makamu wetu si mara moja, amekutana na katibu mkuu sio mara moja, na hawajakutana kwa ajili ya kula nyama au kunywa chai, wamekutana kwa ajili ya mazungumzo ya chama, juu ya chama, na yeye bado ni mjumbe wa kamati kuu ndani ya chama chetu. Bwana Odero, tunakushukuru sana kwa muda wako na tukutakie majukumu mema. Asante sana. Sawa, tulikuwa na Odero Charles Odero, mwanachama kutoka Chadema. Sisi tukirejea hapa itakuwa ni muda wa news updates, lakini kumbuka kibiashara zaidi inakuja muda mchache ujao. Endelea kutufuatilia live kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Wengine wanaanza asubuhi, wengine tunaanza usiku. Mpaka asubuhi, hata usiku tumeanza. Super Breakfast. Sarakasi leo hakuna, umesema mwenyewe. Lakini sarakasi sio kama nimeishia hapa na uwezo mwingine, maana sarakasi uzuri wake sarakasi ni jambo unalo